2:14. Yakobo 2:14 hapa nasoma, inasema hivi 14, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani, mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo, je, ile imani yaweza kumwokoa? Hilo ni swali anauliza. Ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akamwambia, enenda zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo imani isipokuwa na matendo nafsini mwake imekufa. Imani isipokuwa na matendo nafsini mwake imekufa. Nafikiri mtume Yakobo anajaribu kufafanua kile kilichoandikwa kwenye Waebrania kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bayana ya mambo yasiyoonekana, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo watu wengi wanajaribu kutumia mifano au mstari huu kuwaelezea watu kwamba yani wanatakiwa waamini kile walichokiomba tayari wanacho wakati hawajakiona kwa macho. Kwa hiyo hicho ndicho watu wengi wamebaki tu kwenye mistari hii, lakini nataka nikuoneshe kitu kingine cha ziada. Kitu cha ziada ni kwamba ndani ya imani kuna mambo mawili. Ndani ya imani kuna mambo mawili. Kuna jambo ambalo unaamini kwa matarajio. Kuna jambo ambalo unaamini kwa matarajio. Lakini kuna jambo ambalo unaamini unalopaswa kulitendea kazi. Bwana tusaidie hapo, sijui kama nitakuwa nimeeleweka. Narudia kwa habari ya imani, maana watu wengi tusipoelewa hapa somo alitabeba maana. Nasema hivi, imani ndani yake ina mambo mawili. Imani ina kile ambacho unaamini kwa matarajio. Ina maana kwamba ni jambo litakalokuja, lakini tunaamini lipo, tunaamini limefanyika, tunaamini. Niseme mfano hai, tunaamini Yesu hatakuja tena, na tunaamini na tuko tayari kwa ajili yake, kwa sababu tunaamini. Ni imani ya matarajio. Kwa hiyo hatuwezi tukaiweka ikawa bayana hata tukifanya nini, haiwezi ikaja bayana. Ni mpaka wakati ulioamriwa na Mungu uweze kutimia. Lakini tunaamini, tunatarajia, tunaamini, tunalihendo kwenye mioyo yetu kwamba Yesu atarudi, Yesu atarudi. Kila mmoja anaamini hivyo, kila mmoja anaamini Yesu atarudi, lakini hakuna anayeweza kufanya muujiza ili Yesu arudi. Hiyo imebaki kwenye majira na nyakati aliyoiweka Mungu, lakini tunaamini. Wanasaidie sana. Ila sasa kuna aina ya pili hiyo sasa ya imani, kwamba imani ya maisha, yani kile ulichoamini ukiishi. Hiyo sasa ndiyo bayana ya yale yasiyoonekana. Kile ulichoamini inabidi sasa ukiishi, uanze kuyaishi, yawe sasa maisha. Ndicho kitu ambacho mtume Yakobo anakisema hapa kwamba vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Ina maana kwamba kile ulichoamini ambacho kilitakiwa wewe uanze kukiishi, usipokiishi, ina maana kwamba hiyo imani haiko hai tena, imekufa. Kwa sababu uhai wa hiyo imani ni wewe kuanza kutenda kile unachoamini. Kwa hiyo kuna kuamini kwa matarajio, na chochote ambacho tunaamini kwa matarajio ni kitu kilichowekwa kwenye nyakati za Mungu. Yaani Mungu ndiye anakipanga kwa nyakati zake. Kwa hiyo tunabaki tunaamini, tunatarajia. Ila kuna kuamini kile ambacho unaamini unachopaswa kukifanyia hatua. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo hapa watu wengi wanabaki kusema ninaamini, lakini wasiweke kwenye matendo. Anamalizia neno nzuri hapa mtume Yakobo, anasema hivi kwamba lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonesha imani yangu kwa njia ya matendo. Anamalizia mstari ambao unagonga nyundo kabisa, anasema hivi,
wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Anataka kumaanisha kwamba imani yako isipozaa action ya kufanya, ina maana kwamba wewe ni sawasawa na mashetani. Sijasema mimi, ninanukuu maandiko kwamba wewe ni sawasawa na mashetani, kwa sababu mashetani nayo yanaamini, lakini yanaamini zaidi hata yako, kwa sababu wewe unaishia tu kuamini, halafu unaishi maisha yako, lakini wao mashetani wanaamini na kutetemeka. Ina maana kwamba wewe unaamini, lakini mashetani yanaamini na kutetemeka. Unalinganishwa na mashetani kwa sababu gani? Mashetani yanaamini na kutetemeka, lakini hayaleti kile walichoamini kuwa matendo. Ni sawasawa na wewe leo unaamini, kile unachoamini haukileti kuwa matendo. Kwa hiyo unalinganishwa na mashetani, unalinganishwa na mashetani, kwa sababu mashetani nayo yanaamini na kutetemeka, ila wasichoweza kukifanya ni nini? Wasichoweza kukifanya ni matendo ya yale wanayoamini. Ni sawasawa na wewe leo unaamini, nasema unaamini neno la Mungu, unaamini maagizo ya Mungu. Kristo amesema maneno mengi unayopaswa kuyatendea kazi, lakini unaamini ila hauyaleti kwa matendo, na kwa sababu huyaleti kwa matendo, inakuwa ni imani iliyokufa, inakuwa ni imani inayolinganishwa na imani ya mashetani. Bwana atusaidie, watu wa Mungu. Kwa hiyo imani ndiyo inakupa maisha ya rohoni. Imani inakupa maisha ya rohoni. Imani ni maisha. Imani ni maisha. Imani ni maisha. Kile unachoamini lazima ukiishi. Kile unachoamini, narudia kusema, kile unachoamini lazima ukiishi. Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ya 10 38. Aje wa Mungu. Kama Mungu ni mfalme, kama Mungu ni mfalme wako, kama Mungu ni Bwana, kwa sababu wengi huwa wanapenda kusema Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, asijue kwamba neno Bwana ina maana gani. Bwana maana yake ni mmiliki. Unaposema Yesu ni Bwana, ina maana kwamba yeye ni mmiliki wako, yeye ni mtawala wako. Inabidi haanze kutawala maisha yako, hatua zako. Akianza kutawala, ukianza kuishi sawasawa na miongozo anayokupea, miongozo unavyofundishwa, miongozo unavyosoma neno, miongozo Mungu anayokusemesha, tayari unaanza kuishi kwa imani. Wewe hapo unaanza kuwa mwenye haki, kwa sababu unaishi kwa imani, unaishi ulichoamini. Auishii kuamini na kusema kwa maneno unachoamini, unakitenda kwa matendo, yanakuwa ni maisha yako. Bwana akusaidie sana. Nafikiri kwamba tuweze kuweka pointi hapo. Panapo majaliwa tutaendelea katika somo hili, vita vya imani katika ulimwengu wa roho. Imani ni maisha. Imani ni maisha ambayo unaamua kuishi sawa sawa na Mungu anavyotaka. Mungu akubariki sana.